subscribe to my channel and also press this bell icon. Nipo vizuri kaka, mambo yanaendaje? Alijuma makbul. Insha Allah, Mungu anajalia kheri. Bwana, tuanzie hapa. Mapilati umewaona. Nasoro Mwinchui ni refaliwa namna gani? Maamuzi ya Nasoro Mwinchui kuwa muamuzi kwenye mechi ya dabi ni kisu kilichogota kwenye mfupa. Yaani ni kisu kilichogota kwenye mfupa. Ni maamuzi ambayo nafikiri yataenda kuleta mambo mengi sana kwenye mchezo wa dabi. Kwa namna gani kama? Trending yake ya uchezeshaji imekuwa ina maswali mengi ambayo yanakosa majibu. Haswa akihusishwa na mechi nyingi za Young Africans. Mechi nyingi ambazo anachezesha za Young Africans amekuwa ana matukio mengi ambayo yanaonekana yalikuwa na favor Young Africans. Kwa hiyo kuteuliwa yeye kuchezesha mechi ya dabi wakati huko nyuma trending ya matukio ya Simba kunyongwa na waamuzi yalikuwa mengi zaidi, na yeye akiwemo, yeye akiwa hayumo kwenye trending, kwa sababu dabi ambazo imekutanisha Simba na Yanga. Kwa mfano katika dabi 6 ambazo Simba wamefungwa na Young Africans, karibia dabi 3 trending walikuwa ni waamuzi. Simula vizuri wakina Ramadhani Kayoko, mpaka dabi ya mwisho ya Ngao ya Jamii goli la Pacome Zouzoua lilikuwa ni offside. Ilikuwa ni offside ya wazi kabisa. Trending alikuwa ni muamuzi. Sasa fikiria mechi hii anakwenda kupewa Nasoro Mwinchui ambaye hacha tu mechi ya dabi ambayo ina pressure kubwa sana. Hizi mechi zenye pressure ya kawaida amekuwa akifanya makosa mengi sana na akihusishwa kuipendelea zaidi Young Africans. Simula vizuri? Unafikiri maneno atakuweje? Kwa hiyo kwangu mimi kwanza niwapongeze TFF na bodi ya ligi kwa uthubutu waliofanya. Uthubutu, kwa sababu ni uthubutu. Ukimwangalia Nasoro Mwinchui hana beji ya FIFA, ni muamuzi wa kawaida, lakini midomoni mwa watu hazungumzwi vizuri sana. Simula vizuri? Kwa hiyo uthubutu waliofanya na imani waliompa, inabidi Nasoro Mwinchui aende akailipe hiyo imani alopewa na bodi ya ligi na TFF. Lengo na madhumuni, tunataka tuone mchezo ukitendewa haki. Kama faulo inatokea Simba, Yanga wapewe. Kama faulo inatokea Yanga, Simba wapewe. Kama ni maamuzi ya penati, itolewe penati. Kama ni maamuzi ya red card, itolewe red card. Simula vizuri? Kwa sababu wamekuwa na mtindo wa kubalance, na waamuzi wengi wa ligi kuu Tanzania bara linapokuja swala la Simba na Yanga wana balance sana. Simula vizuri? Kwa hiyo Nasoro Mwinchui, ukiangalia trending ya matukio yake, ukiangalia trending ya Simba Sports Club kuumizwa na waamuzi kwenye mechi karibia 3 mpaka 4 zilizopita za dabi, hii inaleta maswali magumu sana miongoni mwa mashabiki na wadau wa soka. Sio kwamba hawezi kuchezesha vizuri, mimi siwezi kumhukumu kabla hajachezesha, ila ukweli ni kwamba Nasoro Mwinchui amekuwa na matukio mengi ambayo yanaleta doubt ya uwezo wake, haswa kwenye kuchezesha mechi ambazo zimekuwa zina pressure kubwa sana. Simula vizuri? Kwenye sehemu ya kutoa kadi ya njano kuna muda watoi, kwenye sehemu ya kutoa kadi nyekundu kuna muda watoi. Pale ambapo hapastahili kutoa kadi ya njano kuta sometimes anatoa. Pale ambapo hapastahili sometimes kupewa kadi nyekundu, anatoa kadi nyekundu. Kuna penalti nyingi za mchongo zinapatikana, aliwahi kuzitoa penalti nyingi sana za mchongo. Moja kati ya penalti naikumbuka ilikuwa ni mechi ya Tabora United na Young Africans. Muone penalti ya Pacome Zouzoua. Ile nakumbuka Young Africans alipoteza magoli 3-1. Moja kati ya nyekundu tata pia naikumbuka ambayo aliwahi kuitoa ilikuwa ni Lamek Lawi, Coastal Union na Young Africans. Naikumbuka vizuri Naikumbuka vizuri Hayo ni miongoni mwa matukio ambayo aliwahi kuyafanya Nasoro Mwinchui ambayo yalitengeneza doubt kubwa sana na uwezo wake, haswa kwenye kumudu mechi. Sasa vipi kuhusiana na mechi ambayo ina pressure kubwa sana? Simba Sports Club wameshapoteza mara 6 mbele ya Young Africans. Gap lililopo ni alama 5 mpaka hivi sasa.
Endapo Young Africans akishinda atakuwa na alama 8 mbele ya Simba Sports Club, kitu ambacho kwenye eneo la ubingwa Simba Sports Club wakifungwa wanaweza wakajihatarishia zaidi, kwa sababu alama 8 ni nyingi. Young Africans zimepita karibia siku 400 karibia 50 plus hajafungwa na timu yoyote ligi kuu Tanzania bara. Mechi ya mwisho Young Africans kupoteza ilikuwa ni mechi ya Tabora United goli 3-1 ligi kuu Tanzania bara. Sasa fikiria kama Young Africans alipoteza mechi ya mwisho ya Tabora United dhidi ya Tabora United, vipi kuhusiana na sasa akimzidi Simba Sports Club alama 8 mbele? Na alipokutana na yeye, akikutana na yeye anamfunga, nani wa kumsimamisha Young Africans hapa katikati? Sawa, yupo Azam FC, lakini it's not guarantee kwamba Azam FC anaweza akamsimamisha Young Africans kutokana na ubora wa Young Africans aliokuwa nao. Sio vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kutokana na pressure iliyokuwepo kwenye mechi ya dabi hii hapa hii Nasoro Mwinchui nafikiri amevishwa joho lenye misumari. Lakini pengine watu wakadhani huenda sasa safari watarejea kile ambacho walikifanya kwa marefali kutoka nje. Na mimi nilitegemea hivyo kwa sababu ya pressure. Umeona nilitegemea hivyo kwa sababu ya pressure, kwa sababu tuongee ukweli, dabi zote duniani, mechi kubwa duniani huwa zinachezeshwa na waamuzi bora. Dabi zote duniani huwa zinachezeshwa na waamuzi ambao kaka wana uwezo wa kumudu hizo pressure. Ni mechi ambazo zinakuwa na pressure kubwa sana. Ukimleta muamuzi ambaye anatiliwa mashaka, obvious bodi ya ligi na TFF wajiandae kwa lawama. Sio vizuri Aidha kuharibika kwa mchezo ama Nasoro Mwinchui Mungu amjalie afanye vizuri. Lakini tukiwa wa kweli kabisa, mategemeo ya watu wengi yalikuwa ni kwamba hii dabi, kwa sababu imebeba taswira ya mpira wetu, lakini pili, matukio mabaya yakitokea kwenye huu mchezo hayaitangazi ligi yetu vizuri, yanaendelea kuichafua ligi yetu. Kwa hiyo kwa sababu matukio ndio yasiwe trending, yani trending yawe matokeo yatakayotokea uwanjani, watu walitegemea waamuzi wawe neutral. Bila shaka yote Tanzania ukizaliwa wewe utakuwa either Simba au Young Africans. Simula vizuri. Kitu pekee ambacho kinaweza kukutofautisha wewe na watu wengine ni wewe kusimamia uweledi, kusema ukweli. Hicho tu, yani wewe kusimamia uweledi ukasema bwana, mimi pamoja na Usimba wangu, mimi pamoja na Uyanga wangu nitasimama kwa ajili ya mpira wa miguu. Lakini kitu kingine ambacho kinachoumiza pia watu wengi kugawa hayo mapenzi ni issue ya kifedha, masuala ya rushwa. Tetesi zinasema kwamba waamuzi wengi kutokana na fedha wanaolipwa, wakiletewa mzigo wa maana anaona bora ajiripue. Sijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo kuna eneo pia waamuzi wanapata hivyo vishawishi kutoka nje, kwa sababu hivi vilabu pia vimetengeneza hayo matatizo. Tumeona ndio taarifa ya Singida hapa kuhusiana na Obasagi Amas kwamba amesimamishwa miezi 3 kwa sababu wanamuhisi ni sehemu ya upangaji wa matokeo. Kwa hiyo kumbe ligi yetu ina hilo tatizo la upangaji wa matokeo. Si ndio maana yake? Kwa nini Singida Black Stars wamsimamishe Obasagi Amas kwa kuhisi kwamba kuna eneo anahusika kwenye upangaji wa matokeo? Ina maana kama hivyo vitu vipo kwa wachezaji, ina maana vipi kuhusiana na marefa ambao wao ndio wana maamuzi ya moja kwa moja ya kuamua mchezo? Kwa hiyo wasiwasi wa watu wengi ni kwamba Nasoro Mwinchui hajasimama kwenye huo ubora na kuonyesha huo ubora kwenye mechi kubwa. Simula vizuri. Always jamani, dabi huwa inachezeshwa na marefa wakubwa. Kwenye hili nafikiri tusubiri tuone, tusimalize maneno. Sawa, zimesalia siku chache sana mchezo wenyewe kuchezwa. Pengine pressure inaendelea kuwa kubwa sana, lakini ukiona mazoezi yanafanyika kwenye hizi timu zote mbili, zinaakisi nini ukiwa kama mchambuzi wa soka? Mazoezi ya hizi timu zote mbili ukiangalia taswira gani inaakisi? Kuelekea dabi ya Kariakoo
Derby de la Kariakoo. Hivi mlishapata taarifa ya kwamba hata sold out? Hivi tiketi zimeisha? Tiketi bado hazijaisha? Jamani, hii ni derby mjue. Lakini jamani, mchezo mkubwa. Watu 15,000 tu kweli jamani? Hata tiketi kuisha hazijaisha. Hawajatangaza rasmi. Na niko nafuatilia hapa kuhusiana na Soweto derby kaka. Kesho Soweto derby inapigwa. Mashabiki karibia 90,000 hapa. Ndio niko nafuatilia. Nitakuja najibu na nitaposti kupitia ukurasa wangu. Kwa hiyo ina maana mpaka sasa hivi bado sold out. Bado kabo. Mashabiki 15,000 bado sold out. Kweli? Pengine tayari lakini watu hawajatangaza. Wewe. Ingekuwa ishatangazwa bwana. Watu subirie tuone, lakini walisema ni kwamba kuelekea mechi yenyewe itakuwa ni mechi ngumu. Katika mechi ambazo mimi naamini zimekaa vibaya sana kutabiri ni mechi hii ya Jumapili tarehe 1. Ubaya ni kwamba hii ni mechi ambayo wachezaji wa Simba watachezea jihadi zaidi kuliko chochote kwa sababu ya vitu viwili. Kwanza, kufuta uteja. Pili, ni kwa namna ambavyo Young Africans wanaweza wakaongeza gepu la alama. Simla vizuri. Kwa vyovyote kwa lolote lazima wachezaji wacheze kujitoa zaidi ili kuweza kupata ushindi kwenye mchezo huu. Pili, ni ubora wa Young Africans bila kusita na bila kupepesa macho. Young Africans ni bora. Young Africans wamekuwa na uwezo mkubwa sana wa kutawala michezo ya ndani ikiwemo Simba Sports Club. Yanga wanaona kabisa hii ndio fursa ya kumwacha mtani na kwenda kuchukua ubingwa kirahisi kwa sababu tukimwacha alama 8 mtani parefu hapa, huyu hawezi kutoboa tena hapa kwa sababu hiyo luxury ya kushinda mechi nyingi Young Africans wanayo. Kwa lazima wachezaji waingie wakicheza kwa jihadi na jitihada zote ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri. Umeona ugumu wa hii mechi unapokuja hapa? Ndio maana mimi kwenye mizania nimeiweka 50/50 kwa sababu ni mechi ngumu ambayo inakwenda kutoa taswira tofauti kuelekea msimu huu. Unafikiri ni wachezaji gani hatari ambao wa Simba wataisumbua sana dabi ya Kariakoo na wanaweza wakasumbua sana safu ya ulinzi ya Young Africans? Kwenye eneo la ushambuliaji bado wachezaji ni wale hatari ambao wanaweza kaenda kuisumbua Young Africans. Wa kwanza ni Anicet Oura. Nadhani Israel Patrick Mwenda ana kazi ya kufanya. Suleiman Mwalimu atawasumbua sana Ibrahim Baka na Dickson Job. Simula vizuri. Hii ni mechi inarudia tena kusema. Kutokana na Suleiman Mwalimu kutokukaa sehemu moja. Inawezekana kweli akawa hana trending nzuri ya kufunga na magoli 4 na hapa katikati tumeona bado anajitafuta, lakini na kuhakikishia kutokana na kutokukaa kwake eneo moja, uwezo wake wa kukaa na mpira, kufanya link up play, kasi yake, huyu anaenda kuwasumbua sana mabeki wa Young Africans. Suleiman Mwalimu na Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job patawaka moto. Eneo lingine ambalo ni hatari zaidi Young Africans wanapaswa kuwa nalo makini ni eneo la Libase Geye. Wachague mawili kati ya Mohamed Hussein Shabalala ama Shadrack Kiboka. Kupanda na kumwachia nafasi ambapo ana enjoy zaidi Libase Geye, ama muda mwingi kukaa na kumsubiria, kumdhibiti ili kasi yake na maarifa yake na uwezo wa kutembea kwenye chaki na kuutumia ule mguu wake wa kushoto vizuri kuweza kuwaangamiza Young Africans. Lakini ndio ubora wa Young Africans ulipo huko. Wanategemea wale viungo washambuliaji wao kuingia ndani, hasa kina Pacome Zouzoua, Mone pamoja na Max Nzengeli na Alan Okello. Alafu wale mafullback kutanua uwanja. Kwa hiyo Israel Patrick Mwenda pamoja na Shadrack Kiboka ama Mohamed Hussein Shabalala lazima tu watapanda, kitu ambacho sasa inaweza ikawa ni shida kubwa sana. Kwa hiyo kwangu mimi hao wachezaji watatu, hao ni wachezaji watatu ambao Young Africans wanapaswa kuwachunga kwa ukaribu sana. Kwa Young Africans, Simba wanapaswa kuwa makini sana na Prince Mpumelelo Dube. Dube amekuwa ni hatari sana. Anashuka kidogo chini pale mbele ya box ndio anapopokelea mipira, ama anapokelea mipira nyuma ya mgongo wa fullback na katikati ya kiungo cha ukabaji. Kasi yake, maarifa, kuna kitu kamuongezea Mwalimu Pedro Gonçalves. Kujiamini, kamuondolea pressure ile ya kufunga sana.
na uwezo wake mkubwa wa kiufundi unaweza kuwaletea sana shida. Mwingine Aurelio Dep. Nafikiri Ismail Toure na Rushen De Reuck wana kazi ya kufanya kwa Aurelio Dep. Ni moja kati ya wachezaji ambao kiukweli kwangu mimi dirisha dogo in Africa wamefanya usajili bora sana. Simula vizuri uwezo wake wa kulinki mashambulizi, uwezo wa kufunga mpaka sasa na magoli 5 kwenye ligi kuu Tanzania bara. It's not easy. Kasajiliwa kwenye dirisha dogo ujue. Na mchezaji wa mwisho hatari zaidi kuelekea mechi hii ukiacha Pacome Zouzoua kwangu mimi ni Max Nzengeli ambaye amekuwa na trending nzuri sana ya kuwafunga Simba Sports Club. Wachezaji watatu wa kuchungwa in Africans: Prince Dube, Aurelio Depu, Maxim pia Nzengeli. Pacome Zouzoua anafahamika, sijamuweka na nafikiri kama atacheza huyu ndio atampania sana. Kwa hiyo hawa ndio wachezaji watatu wa kuchungwa. Pacome Zouzoua sidhani kama anaweza kawa threat sana kwa Simba kutokana na kwamba watu wengi wanamjua ni hatari, watampania. Ila hawa wachezaji watatu, hii ni cheat code ya mwalimu Pedro Gonçalves. Kwa Simba kwa mwalimu Pedro Gonçalves. Kwa Simba watatu: Libasege, Suleiman Mwalimu na Anicet Oura. Achana na Loemba na Chama. Lakini hawa wachezaji watatu kwenye eneo la ushambuliaji nafikiri wanaweza katufanya tukapata magoli mengi sana kwa upande wa Simba na kwa upande wa Young Africans. Asanteni sana.